Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Naam, tunaendelea na darsa yetu ya balagha. Leo tupo katika mlango huu wa alhaqiqatu walmajaz. Haqiqa na majaz. Haqiqa ni nini na majaz ni nini? Haqiqa ni استعمال لفظ في معناه الأصلي الحقيقي الذي وضع له. حقيقة manake ni kulitumia tamko katika maana yake ya asili ya uhakika ambayo imewekewa tamko hilo. Hiyo ndio itakuwa maana nini? Hakika. Mathalan ukisema asadun, sema asadun ni simba, maana yake ya uhalisia wa ile neno imewekwa kwa nani? Kwa mnyama. Tunaenda kwenye qaida ambayo itakuwa inatuelezea ni nini maana ya majaz. مجاز القاعدة قانوني نسمى المجاز اللغوي. مجاز يا كلغة. معنى مجاز كما مجاز katika lugha ni al-ma'bar, mavukio, sehemu ile kuvukia. So majaz shay maana amekipindukia kile kitu. Anasema al-majaz al-lughawi huwa al-lafdh al-musta'mal fi ghayri ma wudi'a lahu. Ni tamko linalotumika fi ghairi ma wudhi'a lahu, katika maana yake isiyowekewa kwa ajili yake. Yani huwa al-lafdhu al-musta'mal, ni tamko linalotumika fi ghairi ma wudhi'a lahu, katika sehemu ambayo haijawekewa kwa ajili ya sehemu hiyo. Li'alaqatin, kwa mafungamano, ma qarinatin, pamoja na ishara au dalili, ambayo hiyo dalili hiyo au hiyo ishara itakuwa ni maniatin, inazuia min iradati al-ma'na al-haqiqi, kutokana na kutaka maana ya uhakika wa hilo neno. Wal alaqatu baina al-ma'na al-haqiqi, na mafungamano kati ya maana ya uhakika ya hilo neno, wal ma'na al-majazi, na maana ya majazi, ambapo tumeona hapo majazi maana yake قد تكون المشابهة، huenda ikawa ni mushabaha, mfanano. Wakati takunu ghairaha, na huenda ikawa kinyume na hivyo. Walqarina, na ile ishara sasa, dalili. Qad takunu lafdhiya, huenda ikawa ni ya kilafdhi ya kutamkwa. Wakati takunu haliya, huenda ikawa ni ya kihali ambayo inafahamika katika siyaqi ule mtiririko wa maneno. Kwa hiyo yani katika majaz la budda min al-alaqa baina al-ma'na al-haqiqi wal-ma'na al-majazi. Hamna budi kwanza yapatikane mafungamano kati ya maana ya al-haqiqa na maana ya al-majaz, na alaqa yenyewe huenda ikawa ni mushabaha, huenda ikawa kinyume na hivyo. Pia inabidi ipatikanike qarina, ambao dalili itakayotujulisha kwamba wewe katika ile neno haujataka maana yake ya halisia. Mfano kabla tujasoma katika mifano ya vitabu, tukasema mathalan ra'aytu asadan, nimemuona simba. Je, kwa dhahiri ya ibara hii inajulisha nini? Kwamba umemuona simba hakikatan, kiuhalisia. Yani simba mwenyewe umemuona, ra'aytu asada, umemuona simba. Lakini sasa wewe hauja kusudia simba yule mnyama wa uhalisia, umemkusudia mtu. Sasa hamna budi kuwe kuna dalili na alama itakayotujulisha kwamba wewe katika ibara hii hauja kusudia simba mnyama, umekusudia simba mtu, ni mtu shujaa. Kwa kasema mathalan ra'aytu asadan yahmilu sayfan, nimemuona simba amebeba panga. Au ra'aytu asadan fil masjid yakhutubu fawqa al-minbar, nimemuona simba msikitini akihutubu mimbarini. Sasa mafungamano kati ya maana ya al-haqiqi
wal maana al-majazi ni nini? Al-mushabaha, yani unakusudia kufananisha. Kwa mafungamano kati ya maana ya uhakika wa neno na maana ya al-majazi ni nini? Al-mushabaha. So inabidi yawepo mafungamano kati ya huyu na huyu na unayemwekea katika nukta hii ya majazi, inabidi kuwe kuna mafungamano. Kwa mafungamano ni nini? Al-mushabaha, kusudia kufananisha ule uliyemuona msikitini namna alivyo ushujaa wake ni kama vile simba. Kwa hiyo mafungamano yao ni kule kufanana katika hali ya ushujaa. Sasa alama hipi inayotujulisha kwamba wewe hapa hujakusudia simba ule wa polini? Yahmilu sayfan au yakhtubu fawqa al-minbar, anayotubu juu ya mimbari. Kwa hiyo ndi qarina, alama inayotujulisha kwamba wewe kweli katika sentence hii au hujakusudia hujakusudia nini? Au hujakusudia simba wa porini, kwa sababu simba porini hautubu, simba porini baby panga. Naona kwa hiyo katika alaka, katika majaz amna budi yapatikanike kwanza mafungamano kati ya maana ya uhakika na maana ya al-majaz, na hiyo alaka huenda ikawa ni mushabaha kule kufanana, au ikawa kinyume na hivyo. Pia iwepo kuna dalili au alama ambayo inayojulisha kwamba wewe katika sentence hiyo haujataka maana ya uhakika wa hilo neno, bali umetaka maana nini? Al-majazi. Kwa hiyo inabidi iwepo nini? Alaqa qarina. Hiyo alaqa itaweza ikawa ni lafdhia imetamkwa, kama vile tulivyoona raaitu asadan yakhtubu fawqa al-minbar. Tumeona kwamba alaqa yake ni mushabaha, unakusudia kumfananisha simba na huyo mtu katika ile hali ya ushujaa na hali ya ushupavu. Na alama iliyotujulisha kwamba wewe hujakusudia simba wa uhalisia ni yahmilu sayfan. Hii ndo qarina yetu, kwa lazima iwepo qarina, lakini kinyume na hivyo haitakuwa ni majaz. Ni qarina inaweza ikawa ni lafdhia au inaweza ikawa ni halia, ambayo halia inafahamika kutokana na mtiririko wa nini? Mtiririko wa maneno. Kama vile tutakavyoona katika hii mifano. Na kwa hiyo ni kaida na hii ni sehemu ya mfano. Kwa hiyo ndo maana nini? Maana ya al-majaz. Majaz ni istikhdamu lafdhin fi ghairi ma'nahu al-asli au fi ghairi ma'nahu al-haqiqi, ni kulitumia tamko katika isiyo maana yake uhalisia. Lialaqatin, kwa mafungamano, ma wujudi qarina, pamoja na kuwepo kiashiria kinachotujulisha kwamba wewe katika lafdhi hiyo hujataka maana yake uhalisia, ambayo hiyo dalili au hiyo ishara tamna'u, inazuia min iradati al-ma'na al-haqiqi al-asli, inazuia kutokana na kutaka maana ya uhakika ya halisia, kama vile tulivyoona katika mfano raaitu asadan yahmilu sayfan wa raaitu asadan yakhtubu fawqa al-minbar. Kwa hiyo hii ni alama ambayo yakhtubu fawqa al-minbar, ni alama ambayo inayotuzuia sisi au inayozuia kutaka maana ya uhalisia huu simba, kwa sababu simba hutubu. Pia alaka yake ni nini? Mushabaha, mafungamano, umemfananisha huyo mtu kutokana na ule ushupavu wake na ushujaa wake, umemfananisha na nani? Na simba. Mfano mwingine kabla tujaendelea katika mfano wa vitabu, kasema mathalan raaitu qamaran, nimeuona mwezi. Hapo umeona mwezi hakikatan, mwezi ule kwa mujibu wa dhahir kwamba umeona mwezi wa halisia, lakini wewe kwamba hujakusudia unakusudia hapa kumbe mwanamke mzuri. Sasa lazima yawepo mafungamano, pia iwepo alama ambayo itakayozuia au itakayojulisha kwamba wewe haujataka mwezi wa uhalisia. Kasema mathalan raaitu qamaran fil baiti au raaitu qamaran fil ghurfa, nimeuona mwezi chumbani, au nimeuona mwezi fawqa as-sariri, kitandani. So mwezi huonekani kitandani, lakini umekusudia nini? Mwanamke mzuri. Kwa alaka yake ni nini? Ni mushabaha, ule ufanana katika hali ya uzuri nini ya ungavu, na ishara ina qarina ambayo inatujulisha kwamba wewe haujakusudia maana ya uhalisia wa ule mwezi ni nini? Ni qarina hii lafdhia ambayo ni fawqa as-sariri, kwa sababu mwezi hauonekani kitandani. Naam, kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya kutoa mifano. Kwa hiyo tukae na kujua kwamba majaz inahitajia alaka
mafungamano kati ya maana ya alhaqiqi wal maana almajazia, inabidi yawepo mafungamano. Kuna mafungamano gani hapo? Mafungamano yake nini? Mushabaha, kule kufanana. Pia iwepo nini? Qarina, ishara, dalili ambayo inayojulisha kwamba kwa mujibu wa mantiki hii ya maneno haya ya kwamba huyu anakusudia si maana yake halisia, bali anakusudia hivi. Kwa hivyo vitu ambavyo vinahitajika katika nini? Katika majaz ni alalaqa, pia alqarina, la budda min dhalik. Kwa hiyo la budda an tujad alalaqa baina almaana alasliyi, amna budi yapatikanika mafungamano kati ya maana ya asili wal maana aljadid, na maana mpya ambayo inakusudia fi ghairi maanahu alasli. Kwa hiyo la budda min dalilin, pia amna budi iwepo dalili yadullu, inayojulisha annak, hakika wewe lam tarid au hujakusudia, lam tarid au hujakusudia, au lam turid au hujakusudia almaana alhaqiqa, maana alhaqiqa. Na kwa hiyo tunaingia sasa katika kusoma mifano ya darsa yetu. Al-amthila, mifano. Qala ibn al-Amid, qala ibn al-Amid, nasema ibn al-Amid, qamat tudalliduni min ash-shamsi nafsun ahabbu alayya min nafsi, imesimama kunipa mimi kivuli kutokana na jua nafsi ambayo hiyo ahabbu alayya, inapendeza zaidi kwangu, min nafsi, kuliko nafsi yangu mimi. Qamat tudalliluni, imesimama kunifunika mimi na kivuli. Wa min ajab, kwa ajabu au na cha ajabu, shamsun, jua, tudalliluni min ash-shamsi, linanipa mimi kivuli kutokana na jua. Unaona? Sasa nukta yetu hapo ipo wapi katika beti hii? So neno shamsi limekuja katika vipengele viwili hapo. Istumilat fi ma'nayn, limetumika katika maana mbili. Moja maana yake uhalisia, moja maana yake nini? Almajazi. Hapo aliposema qamat tudalliluni min ash-shamsi nafsun, kwamba imesimama kunipa mimi kivuli au kunifunika mimi kivuli kutokana na jua nafsi, ambao maksudi hapo ni shakhs, mtu ambaye amekufunika kutokana na nini? Na jua, usipate jua, ambayo hiyo inapendeza zaidi kwangu mimi kuliko nafsi yangu. Alafu beti ya pili, kwa hiyo beti ya kwanza ni maanahu alhaqiqi, imetumika kwa maana yake au hakika. Qamat tudalliluni min ash-shamsi nafsun, kwa hapo nafsu maana ni shakhs, kwa imetumika kwa maanahu alhaqiqi. Anasema hapo qamat tudalliluni, imesimama kunifunika mimi kutokana na jua, kunifunika mimi kivuli. Wa min ajab, na cha ajabu, shamsun, jua linanifunika mimi kutokana na jua. Sasa ni ipi majazi hapo? Katika shamsun tudalliluni min ash-shams, majaz ni ash-shams katika neno la mwisho katika hii ash-shatr ath-thani, mstari wa pili, neno shams katika mwisho wa beti aliposema tudalliluni, shamsun tudalliluni min ash-shams, sababu alaka yake ni mushabaha. Alaka yake ni nini? Almushabaha. Kwa shamsi ya kwanza hapo inakuwa ni nini? Majaz. Na hiyo shamsi ya pili ndio inakuwa nini? Haqiqa. Kwa hapo shamsi ya kwanza ni jina la mtu, wanakusudia mtu mzuri kama mwanamke mzuri, mfano, kwa sababu alaka qarina inayotulisha kwamba huyu aje kusudia maana ya alhaqiqa ni tudallilu, kwa sababu jua alimpi mtu kivuli.
Kwa hiyo shamsi ya kwanza ni ismu rajul, jina la mtu, hapo inakusudia kwamba mtu, na shamsi ya pili ni maanahu alhaqiqi, maana yake ya uhakika. Kwa hiyo shamsun tudhalliluni, qarina ni ipi? Ni lafdhi ambayo tudhalliluni, kwa sababu jua alimfuniki mtu, alimpi mtu kivuli, ndio makusudio yake shamsun tudhalliluni min ash-shams. Kwa al-alaqa mafungamano yake ni al-mushabaha katika uzuli, ungavu. Naam. Kwa shamsi ya kwanza ni jina la mtu, imetumika katika isio maana yake uhalisia, na shamsi ya pili ndio jua la uhalisia, kwa sababu jua alimfuniki mtu kutokana na jua. Kwa hiyo lazima iwepo karina na alaka kama vile tulivyoona hapo. Na hiyo ni baiti ya kwanza tumeona hapo. Baiti ya pili, waqala al-Buhturi yasifu mubarazata al-Fath ibn Khaqan li Asad, bakisifu mabaraza, mashindano ya ufunguzi wa ibn Khaqan. Anasema falam ara dirghamaini asdaqa minkuma irakan إذا الهيبة النكس كذبا هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا. نسمى فلم أرس جاون ضرغامين simba wawili. Dhuram maana ismu min asma al-asad. So katika vitu ambavyo vina majina mengi katika hii lugha ya Kiarabu ni miongoni ni asad, simba, majina zaidi ya 500. Falam ara dirghamain, sijaona simba wawili, asdaqa minkuma, wa kweli zaidi kuliko nyinyi, irakan, katika mapambano. Yani kweli kwa mujibu wa mapambano yenu mnapopambana ni kweli. Idha alhayyabatu niksu, pindi ambapo wale waoga. Alhayyabatu ni aljaban, mtu ambaye muoga. An-niksu maana yule ambaye ni adhaif, dhaif, muoga. Pindi muoga dhaifu, kadhaba, yani amerudi nyuma, raja, taada, amejieka mbali, au wengine watafsiri shambulia. Lakini nyinyi naona hamna mtu ambaye anayerudi nyuma, wote mnashambuliana. Hizabrun masha, simba masha, ameenda. Hizabru pia maana asad, simba ameenda. Yabghi hizabran, anamkusudia wanamtafuta simba. Wa aghlabu min alqawmi, na simba katika watu. Ya aghlab ya kama hapo dirgham, hizabru, aghlab zote na maana nini? Simba. Yaghsha basil alwajhi, yaghsha maana ana muelekea, basil alwajhi yule shujaa wa uso, aghlaba, ambapo aghlab pia ni asad. Kwa hiyo tunakuja sasa katika darasa yetu ya kujua majazi. Anasema tukija katika hii nani ya pili, beti ya pili hapa. Hizabru ya kwanza, hizabru masha, hapa nakusudia hizabru ni ar-rajulu shujaa, mtu ambaye shujaa. Yabghi hizabran, hizabru ya pili nakusudia al-asadu al-haqiqi. وأن كلمة هزبرا الثانية يراد بها الأسد الحقيقي، وأن كلمة هزبر الأولى لكوانزا يراد بها الشجاع، نقصدها mtu ambaye shujaa. Na hii maana ghairu haqiqi, si ya uhakika. Na mafungamano yake ni nini? baina alhaqiqi lilasad والمعنى العارض هي المشابهة في الشجاع، في الشجاع makusudi ni mafungamano yake ni katika ushujaa.
وهزبر مشى يبغي هزبرا. العلاقة بينهما في الشجاعة. هزبر ya kwanza ni الرجل الشجاع. هزبر ya pili ni حقيقة. mafungamano yake ni nini? في الشجاعة. واغلب من القوم, simba katika watu ambao qarina sasa inatujulisha kwamba واغلب, naam, واغلب من القوم يخشى باسل الوجه اغلبا. واغلب pia ni الاسد ايضا, ambao الباسل ni الشجاع. باسل الوجه maana shujaa. hiyo aghlabu ya kwanza ni aghlab simba, jina katika majina ya simba. Kwa aghlabu hii ya kwanza ni nini? Anakusudia kwa sababu kuna qarina, ambao qarina hapo inatujulisha kwamba huyu akusudia maana uhalisia wa simba ni min alqaum, wa aghlabu min alqaum, na simba katika sababu hamna simba mtu, anakuwa aghlabu min alqaum. Kwa qarina inatujua kwamba huyu haja kusudia maana uhakika asema ni kuna alaka yake ni fi shajaa, yani ule shujaa. Wa aghlabu min alqaum yakhsha, na muelekea basil alwajh, yani shujaa wa uso, aghlaba simba mwingine. Kwa hiyo qarina yetu ni nini? ni min alqaum, kwa sababu hamna simba katika watu, na mafungamano yake ni nini? Almushabaha. Naam. وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة. amesema المتنبي na kukike imeanguka matar, mvua juu ya سيف الدولة. li'ini kulla yawmin minka hadd tahayyaru minhu fi amrin ujabi. Anasema kwa jicho langu kila siku kwa kuwe kuna fungu, kila ninapokutazama kila siku napata fungu. Tahayyar yani tatahayyar, asluha tatahayyar, kama ilivyoeleza hapo, hudhifa minha ihda ta'in, asili yake tatahayyar yani inababaika, minhu fi amrin ujab, kana jicho hilo fi, au kutokana na huyo, au kutokana na fungu hilo, fi amrin ujabin, katika jambo la ajabu. himalatu dhal husami ala husamin. Himala ni kile kifaa cha kubebea panga ambacho kinakuwa kinafungwa mbele ya tumbo hapa kwenye kamba. Kwa hiyo kifaa cha kubebea panga hiki juu ya panga, dha ambayo ni ismu ishara hapo. Wa mawqi'u dha sahabi ala sahab, na matelemko ya mvua haya juu ya mvua, kwa sababu sahab anakusudia ni al-matar, yani na matelemko ya mawingu haya, na matelemko kwa sababu mawqi' ni nuzul, na kutelemka kwa mawingu haya juu ya mawingu. Majazi hapo ipo wapi? Na qarina na alaqa. hapo alivyosema himalatu dhal husami ala alhusam, husam ya pili hapo ndo majazi. Husam ya pili ni majazi. sawa, ambao alaka ni nini? Almushabaha fi tahammul alakhtar, yani ule alaka yake ni katika kuvumilia hatari. Sababu panga alibebi panga alibebi haiwezi kubeba panga. Kwa husamu ya kwanza na kusudia ni shakhs, mtu, lakini alaka qarina ipi ndio tudisha kwamba huyu ana akusudi kwamba panga la uhalisia na kusudia mtu ala husamu, sababu panga alibebi panga. Kwa majazi, husamu ya pili ni majazi ya kwanza. Kwa alaka yake ni mushabaha katika tahammul al-akhtar, ambayo inafahamika katika siyaq ya hayo maneno. Pia wa mawqi'u dha sahabi ala sahabin.
Sawa. Pia hapo majaz katika hiyo majazi hapa ni ala sahabi ya mwisho, ala sahab. Sababu ya kwanza huko anakusudia ni shakhs, kwa sababu mvua, mawingu yateremki juu ya mawingu. Sawa. Kwa hiyo sahabu ya kwanza ni hakika, ya mwisho ni majazi. Yana anakusudia ndio huyo sagifu daula, yani ni mawingu, afu mawingu bado yanamiminika juu yake, yani kutokana inna istu'malat tadullu ala sifi ad-dawla li alaqati al-mushabaha, mafungamano yake ni mushabaha baina wa baina as-sahab fi al-karam, yani katika ukarimu. Yani unaona mvua muda wote, yani ile mawingu yananyesheleza mvua tu, watu wanapata ule ukarimu wake, yani ule ukarimu namna vile ambavyo yeye mwenyewe kwanza ukiangalia ni mfalme nini, alafu ni mkarimu, alafu ukarimu unakuja juu yake. Naona hivyo kwa mawqi' as-sahabi ala sahabi. Kwa sahabi ya pili ndio majaz, sahabu ya kwanza ni hakika, kwa sababu sahabu haimiminiki juu ya sahabu. Waqala al-Buhturi, na amesema al-Buhturi, idha al-ainu rahat wa hiya ainu ala al-jawa falaysa bisirrin ma tusirru al-adali, pindi jicho linapochilizika, nalo ni jicho, ala al-jawa, juu ya huzuni. Aljawa ni ile huzuni ambayo inakuwa ndani ya moyo. Aljawa ni alhuzn fi alqalb, falaysa bisirrin ma tusirru aladali, si siri kile ambacho kinafanywa siri katika mbavu. Hapa alaka yake ni juz'iyya, alaka yake ni juz'iyya. Sawa. Kwa hiyo anasema, aliposema hapo anasema kwa hiyo hapo aini ya kwanza, idha al-ainu rahat, kwamba hiyo ndo imetumika katika maanahu al-asl al-haqiqi, na hiyo ainu thani istu'milat fi al-jasusi, imetumika kwa jasusi, ambayo ala qarina ni ipi? Ala al-jawa, yani mpaka mtu analia inajulisha kwamba ndani ya nini, ya moyo wake kuna kitu, kwa hiyo jicho ndo linadhihirisha. Kwa hiyo aini ya pili ni na majazi. Aini ya kwanza ni hakika na alaka yake ni juz'iyya, itlaqu al-juz' wa iradatu al-kull. Yanapo natumia sehemu ya kitu, yani unamkusudia jasusi yote wa ujumla. Sawa, unamkusudia jasusi yote wa ujumla, lakini alaka nini yake ni itlaqu al-juz' wa iradatu al-kull. أول شيء أن العلاقة بين العين والجاسوس ليست المشابهة، سي مشابهة، علاقة سي مشابهة، وإنما هي الجزئية والقرينة. العلاقة جزئية، إطلاق الجزء، يعني نتوميا سيمو يا مثلا كما أمتوما مفalme أرسل الملك العيونة في البلاد، أمتوما macho katika miji. So macho uwezo kayatuma yanayosua wale majasusi wapelelezi wale, ili wakapeleleze. Kwa alaka ni juz'iyya, lakini imekusudiwa itlaqul juz' wa iradatul kull. Naam. Huu ni ufafanuzi wa darasa yetu. Kwa hapa haina haja kusoma bahthi, lakini tutaisoma tu kwa maana kwa upande tu wa faida. Lakini kama hapo tutakuwa shamaliza, kama darasa hapo ndio shamalizwa hapo. Tutasoma kwa ajili ya mimbabil faida. البحث، انظر إلى الشطر الأخير في البيتين الأولين. تزama katika mistari tazama katika mstari wa mwisho katika beti mbili za mwanzo. Tajidu, utakuta anna kalimat ash-shams istu'milat fi ma'nayn, imetumika katika maana mbili. Ahaduhuma al-ma'na al-haqiqi lish-shamsi allati ta'rifuha,
mojawapo ni maana ya uhakika ya jua ambayo unaifahamu, wa hiya allati tadhharu fil mashriq subhan, ambayo inadhihiri katika upande wa mashariki asubuhi, wa takhtafi inda alghurub masaan, na linajificha wakati wa magharibi jioni. Wa thani, maana pili, insanun wallahu alwajhi, ni mtu ambaye mwenye uso angavu, yushbihu shamsa fi talalu, anafanana na jua katika kule kung'ang'aa. Wa hadha almaana ghairu haqiqi, na maana hii si uhakika. Wa idha taamalta, na pindi utakapozingatia, raaita, utaona anna hunaka sila, kwamba huko kuna kiunganishi wa alaka na mafungamano baina almaana alasli, baina ya maana ya uhalisia ya asili lishams wal maana alarid, maana ni kujitokeza, alati istu'milat fihi, ambayo imetumika ndani yake. Wa hadhihi alalaqa, na mafungamano haya, hiya almushabaha, ni mfanano, li anna ash-shakhs alwadhi alwajh, sababu mtu mwenye uangavu wa uso, yushbihu ash-shamsa fil ishraq, anafanana na jua katika kuangaza. Wala yumkin, na wala iwezekani, an yaltabisa alayka al-amr, kuchanganyika juu yako jambo, fatafahama ukafahamu, min shams tudhalliluni, almaana alhaqiqi lishams, maana hakika ya jua, li anna ash-shamsa alhaqiqa la tudhallil, sababu hakika ya jua lile la uhalisia alimpi mtu kivuli. Fakalimatu tudhalliluni idhan tamna, inazuia min iradati almaana alhaqiqi, kutaka maana ya uhalisia ya uhakika. Walihadha, kwa sababu hii tusamma qarina, inaitwa ni qarina, ishara, alama, dalili, dalla inayojulisha ala anna almaana almaqsud, kwamba maana inayokusudiwa huwa almaana aljadid alarid, maana mpya ambayo inayojitokeza. Wa idha taamalta albayt athani lilbuhturi, napenda kuzingatia beti ya pili ya Buhturi, raaita, utaona anna kalimata hizabran athani, ya pili, yuradu biha alasad alhaqiqi, nakusudia simba uhalisia. Wa anna kalimata hizabr alula yuradu biha almamduh ashujaa, nakusudiwa ni mtu ambaye anasifiwa aliye shujaa. Wa hadha maana ghairu haqiqi. Wa raaita, naona anna alalaqata bayna almaana alhaqiqi lilasad والمعنى العارض هي المشابهة في الشجاعة katika ushujaa. وأن القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي, na hakika ya qarina inayozuia kutokana kutaka maana ya uhalisia lilasad, hiya anna alhal almafhuma min siyaq alkalam, kwamba hali inayofahamika katika mtiririko wa maneno, tadullu, inajulisha, anna almaqsuda almaana alarid, kama maksudio maana inayojitokeza. Wa mithlu dhalika yuqalu في أغلب من القوم وباسل الوجه أغلبا، فإن الثانية تدل على المعنى الأصلي للأسد، والأولى تدل على المعنى العارض وهو الرجل الشجاع، نمت عليه شجاع. والعلاقة المشابهة، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، na qarina inayozuia kutokana kutaka maana ya halisia huwa lafdhi, huna hapa lafdhia, wa hiya min alqaum, sababu amna simba katika watu. تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك، unaweza baada ubainisho huu kufahamu, في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة حسام الثانية استعملت في غير معناه الحقيقي لعلاقة المشابهة، ومفungamano مشابهة في تحمل الأخطار katika kuzivumilia hatari. والقرينة تفهم من المقام، وهي حالية، نوني حالي inafahamika katika hiyo sehemu, noni حالية. ومثل ذلك كلمة الصحاب الأخيرة، neno sahabu la mwisho, fa inna istu'milat litadullu ala sayfi ad-dawla, imetumika ili kujulisha juu ya sayfi ad-dawla, li alaqati al-mushabaha baina wa baina as-sahab fil karam, kwa mfungamano kati yake na kati ya mawingu kwa ukarimu, kwa sababu mvua ile inanyesheleza watu, inawapa watu maji na karimu, na hivyo hivyo anawapa watu vitu mbalimbali kutokana na ukarimu. Wal qarinatu haliyya aidan. Amma baytul buhturi fa ma'nahu anna 'ayna al-insan idha asbahat bisabab bukaiha, ko idha al-ayn rahat, yani pindi jicho linapokuwa, wa hiya aynun, nalo ni jicho, rahat maana asbahat sarat. amma bayt al-buhturi, ama bayt al-buhturi fa ma'nahu anna 'ayna al-insani, kika jicho la insan, idha asbahat, pindi litakapokuwa, bisababi bukaiha, jasus alama fi nafsi, juu ya yale ambayo yapo ndani ya nafsi, min wajdin wa huzn, katika huzuni, wajdin wa huzn, atfu al-ma'an. Fa inna ma tantawi alayhi min an-nafs minhuma la yakunu sirran maktuman, hakika yale ambayo yanayokusanywa juu yake nafsi kutokana na hivi, kutokana na hayo macho mawili, haiwe siri iliyofichikana, sababu mtu wewe kwa nini unalia utamweleza. Fa anta tara anna kalimata al-ayn al-ula istu'milat fi ma'naha al-haqiqi, wa anna kalimata ayn athaniya istu'milat fi al-jasus, min katika jasus, wa huwa ghayru ma'nahu al-asli. Walakin
لأن العين جزء من الجاسوس وبها يعمل. لكن لأن العين كسبو عين ni juz'un min aljasus, ni sehemu katika jasusi. Wabiha, na kwa jicho hilo, ya'mal, ndo anafanya kazi jasusi, sababu huwezi kumpeleleza mtu bila kumuona. Atlaqaha, wamelitumia wa arada, na amekusudia alkull, yani kwa ujumla. Sha'na anasema atlaqaha wa arada alkulla, amekusudia sehemu na amekusudia yote. Sha'na al-arab fi itlaq al-juz'i wa iradati al-kulli, ndo hali ya Waarabu katika kutumia sehemu ya kitu na kukusudia chote. Wa anta tara, na unaona, anna al-alaqa, hakika ya mafungamano, baina al-ayn wal-jasus laysat al-mushabaha wa inma hiya al-juz'iyya. Juz'u, mafungamano ni juz'iyya, sehemu tu. Wal qarina ala al-jawa hiya lafdhiyya. ويتضح من كل ما ذكرنا، نينا بينيك كتكانا وتتلويتاج أن الكلمات الشمس زبر وأغلب وسام صحاب وعين استعملت في غير معناه الحقيقي لعلاقة وارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض. كفنغمانو لعلاقة، كفنغمانو وارتباطنا، كفنغمانا مع عطف المعاني، وكفنغمانا بين معنى وهالسينا معنى نجتكيزة. وتسمى كل كلمة من هذه، na inaitwa kila neno katika maneno hayo majazan lughawiyan, majaz lughawiyya. Kwa majaz lughawiyya, kama tulivyoona, hamna budi yawepo mafungamano pia, mafungamano yawepo pia na qarina. Na inshallah taala kesho hapa tutaanzia darasa ijayo. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.